Asante sana studio zetu hapo Dar es Salaam, mtazamaji wa Channel 10, na karibisha kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya Bunge, ambapo leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kupewa tuzo ya heshima kutoka kwa Bunge. Mimi ni Roda Simba, anashia matangazo haya moja kwa moja, lakini pia nitakuwa na mwenzangu Leonard Mwacha mpaka pale tamati ya matangazo haya. Mtazamaji wa Channel 10, na kufahamishe na nikupitisha kidogo yale ambayo yanajiri kwa sasa katika viwanja hivi vya Bunge. Baadhi ya wabunge tayari wameshawasili katika eneo hili, lakini wale wageni waalikwa wote tayari wameshawasili katika eneo hili wakimsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuja kupatiwa tuzo hiyo ya heshima. Lakini tukiwa tunaendelea kumsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hapa nipo na mbunge wa Tandahimba ambaye yeye amehudhuria katika hafla hii kwa ajili ya tuzo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama sana. Hongera kwa kuhudhuria katika hafla hii. Shukrani sana, asante sana. Kwa faida ya mtazamaji, jina lako na ni mbunge wa wapi? Naitwa Katani Ahmed Katani, mbunge wa jimbo la Tandahimba Mtwara. Kutoka Tandahimba, hebu tuambie tuzo hii ya heshima ambayo leo kama bunge mnakuja kumpatia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ina maana gani kwa taifa? Ina maana kubwa sana. Sisi kama wabunge tumeridhishwa na utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais kutokana na kazi ambazo amezifanya majimboni kwetu, kwa sababu miradi yote tunayoizungumza maendeleo ya taifa hili maana yake imetokana na serikali inayoongozwa na Rais Samia. Kwa tukaona sisi kama sehemu ya muhimili mmoja wa taifa, basi tumpe tuzo Mheshimiwa Rais, kwa sababu yote mazuri tunayoyasema yanatokana na utendaji wake kazi mzuri. Mheshimiwa, hebu tueleze tuzo hii ambayo anapatiwa leo, naona imehudhuriwa na viongozi mbalimbali. Tutarajie tuzo hii itakuwa imegusa kwenye maeneo gani ambayo ni muhimu kitaifa? Moja, imegusa miradi yote ya maendeleo ya wananchi. Lakini kwa nini imehudhuriwa na watu wengi? Ni kwa sababu moja, muhimili ambao unatoa tuzo ni muhimili wa Bunge ambao unatunga sheria, lakini ndio unapitisha bajeti ya nchi. Maana yake na wenyewe una nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba yale yanayopangwa na serikali basi yanafanywa vizuri. Na kwa nini wamehudhuria watu wengi? Kwa sababu watendaji wengi wa serikali wako hapa, wakuu wa mikoa, makatibu tawala, lakini na viongozi wengine ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba wanamsaidia rais kutimiza maendeleo ya wananchi hawa wa Tanzania. Mheshimiwa, hebu tuambie ni nini kauli yako au nini wito wako kwa Watanzania hasa katika hii tuzo ambayo leo Mheshimiwa Rais anapatiwa? Kwanza ni heshima kubwa kwa rais wetu, lakini kwa mara ya kwanza tangu bunge limeanza la taifa hili, ni mara ya kwanza bunge kutoa tuzo kama hii. Maanake ni heshima kubwa kwanza kwa Mheshimiwa Rais, lakini inaweza ikawa ni mfano wa kuigwa kwa mataifa mengine na mabunge mengine, kuona kwamba rais anapofanya vizuri basi kama chombo ambacho kinatunga sheria lakini kinasimamia serikali, kumpa heshima ya kile ambacho amekifanya kwa taifa lake. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana, nikutakie mkutano mwema. Asante sana. Mtazamaji wa Channel 10, huyu ni Mheshimiwa mbunge kutoka jimbo la Tandahimba ambaye naye pia amewasili katika viwanja hivi kwa ajili ya kusikiliza mkutano huu mkuu wa kuweza kumpatia tuzo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na chana huyu sasa naungana na Mheshimiwa mbunge kutoka jimbo la Mwanga. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama, habari za. Hongera kwa majukumu. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa, kwa faida ya mtazamaji tuambie ni mbunge wa jimbo la Mwanga. Jina lako kwa faida ya mtazamaji? Mimi jina langu naitwa Joseph Tadayo Anania. Ni mbunge wa jimbo la Mwanga kuanzia mwaka 2020. Yes. Mheshimiwa, hebu tuambie tuzo hii ambayo leo Mheshimiwa Rais anapatiwa ina faida gani kwa taifa? Tuzo hii ni kumbukumbu ya kazi njema ambayo ameifanya katika taifa kwa ujumla. Sasa nikizungumzia taifa sitamaliza, lakini kwa kifupi kabisa nikizungumzia tu kwangu pale jimbo la Mwanga, Dr. Samia Suluhu Hassan katika awamu yake ya 6 ameweka misingi ya kudumu ya kukuza uchumi wa Mwanga. Kwa mfano, wilaya yetu ina changamoto labda za maeneo ya kilimo na kadhalika, lakini tumepata miradi mikubwa sana ya umwagiliaji ambayo inatatua tatizo la chakula permanently. Hivi ninavyozungumza tunamalizia awamu ya miaka yake 5, lakini tuna mradi wa bilioni 16 wa umwagiliaji katika kata ya Kigonigoni ambayo juzi tu hapa malipo ya kwanza yameingia, kwa mkandarasi ataanza kuingia site sasa afanye kazi. Lakini pia tumekuwa na changamoto ya muda mrefu sana. Kuna mradi ambao ulikwama kwa takriban miaka 19, lakini ndani ya kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan ule mradi umemaliziwa. Usije sasa kwenye miundombinu ya elimu, tuna miundombinu ya elimu ya hali ya juu sana kuanzia shule za msingi, sekondari na mpaka sasa tuna chuo kikuu kishiriki
pale cha ustawi wa jamii ambacho kinaendelea kudaili wanafunzi. Kwa kweli misingi ya huduma za jamii pamoja na uchumi ambayo imewekwa na serikali ya awamu ya 6 ni misingi ambayo itadumu na itakumbukwa kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa, hebu tuambie sasa, ni ipi kauli yako kwa wananchi kuhusu tuzo hii kwa ujumla? Kauli yangu ni kwamba uchaguzi unakuja. Tunahitaji rais ambaye ataweza kuendeleza yale ambayo yapo na kupiga hatua kwa kufuata kasi ya maendeleo ambayo amekuwa nayo Dr. Samia, na si mwingine kwa upande wa Tanzania yetu hii ni Dr. Samia Suluhu Hassan, rais anayeshikilia bendera ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, hebu kiufupi tuambie, tuzo hii ambayo leo Mheshimiwa Rais anakuja kupatiwa, naona imehudhuriwa na viongozi wengi wa chama, serikali, watendaji pia. Tuzo hii imekuwa na kitu gani ambacho kimeweza kuvuta watu kutoka mikoa mingine kuja hapa? Wacha mikoa mingine, hata nje ya nchi wako hapa. Kikubwa ni hicho ambacho ninakwambia kwamba nchi hii sasa imeweka misingi ya kudumu ya maendeleo ambayo tukiifuata tutakwenda mbali sana. Lakini la pili pia ni swala zima la kuweza kuiweka nchi katika mazingira ya amani na utulivu. Dr. Samia Suluhu Hassan through zile 4R amefanya kazi kubwa sana, na kama ulivyosikia jana kwenye ilani ya uchaguzi hii mpya, zile 4R sasa tutazirasimisha kwa kuzitungia sheria sasa, ili iwe sasa ni zawadi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa ameiacha kwa nchi hii kwa vizazi vijazo, kwa sababu isipotungiwa sheria inaweza ikaondoka na yeye atakapomaliza muda wake huko mbele ya safari. Lakini tunatungia sheria ili iwe ya kudumu, hiyo kwamba ni zawadi ambayo Dr. Samia Suluhu ametuachia 4R ambazo zitaendelea kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana, nikutakie mkutano mwema. Asante. Mtazamaji, huyu ni mbunge wa jimbo la Mwanga ambaye tayari amewasili katika viwanja hivi kwa ajili ya kuweza kumsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kupatiwa tuzo. Na achana na huyo, sasa naungana na mbunge mwingine ambaye yupo hapa kwa ajili ya tukio hili. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Nzuri. Hongera kwa majukumu na pole pia. Asante sana. Mheshimiwa, tunaona leo bunge mnampatia Mheshimiwa Rais tuzo ya heshima. Tuzo hii ina faida gani kwa taifa? Kwanza hii inapambanua utendaji wa kazi kwa miaka 4 aliyofanya, na tumeona kwamba mwanzo watu walikuwa nafikiri labda wanawake hawawezi kufanya kazi, na sisi wanaharakati wa haki za wanawake miaka kama 30 tulikuwa tunafikiria ni namna gani wanawake wataingia kwenye vyombo vya maamuzi. Tukapata Spika Makinda akafanya vizuri sana, tukampata wakuu wa mikoa wengi wakafanya. This time tumepata rais ambaye kimsingi amefanya kazi kubwa sana kwa miaka 4, na sisi kama wabunge ambao tumekuwa, mimi niko miaka 10 sasa, tukaona kuna umuhimu, na wenzangu pia tukaona umuhimu wa kumpatia tuzo. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuonyesha umma wa Tanzania lakini na dunia, na ufahamu pia alishapata tuzo za kimataifa. Kwa hiyo sisi kwanza tumechelewa, wenzetu wametangulia nchi za Ulaya na wamempa hizo tuzo na kumpa heshima nyingi sana. Kwa hiyo kama mwanamke ninafikiri ni sahihi tunampatia hii tuzo, inajengea mioyo wanawake wengine. Tunafahamu kabisa kwa mara ya kwanza tuna kiongozi Zanzibar mwanamke, haijai kutokea, lakini tuliwahi kupata kwa mara ya kwanza katibu mkuu bunge mwanamke. Kwa hiyo wanawake wakipata nafasi wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kuliko tunavyofikiria. Mheshimiwa, hebu tuambie, lichi kuhudhuriwa na wabunge ambao ndio wanampa tuzo yenyewe, imehudhuriwa na viongozi mbalimbali, unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu ni kitu kikubwa, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa kuweza kupata tuzo rais mwanamke. Kwa hiyo wana wajibu wa kufika na wenyewe kuonyesha nguvu zao kwamba wako pamoja na Mheshimiwa Rais. Nini kauli yako sasa kwa wananchi wa Tanzania? Tumpe kura zote za ndio wakati utakapofika. Asante sana Mheshimiwa, mimi nakushukuru, nikutakie mkutano mwema. Asante. Mtazamaji wa Channel 10, ni moja kati ya mbunge ambaye tayari amewasili katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kumsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla hii ya kupewa tuzo maalum. Na chana sasa na huyo, sasa naungana na mbunge mwingine ambaye yupo hapa kwa ajili ya tukio hili. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama salama, nashukuru. Hongera kwa majukumu. Asante, nashukuru. Mheshimiwa, kwa faida ya mtazamaji, hebu tuambie wewe ni mbunge wa wapi na jina lako ni nani? Sawa, mimi naitwa Antipas Zeno Mgungusi, mbunge wa jimbo la Malinyi mkoani Morogoro. Mheshimiwa, kutoka huko jimbo la Malinyi, hebu tuambie tuzo hii ambayo leo mnampatia Dr. Samia Suluhu Hassan kama bunge ina faida gani kwa taifa? Kimsingi yoyote ambaye anafanya vizuri anastahili kutambuliwa kibinadamu. Hata nyumbani mtoto ni wajibu wake kufaulu unavyomlipia ada, lakini akifanya vizuri mzazi unatoa zawadi. Kwa hiyo ndio utaratibu wa kawaida. Kwa maafisa utumishi wanafahamu mfanyakazi anafanya vizuri ndio maana kuna tuzo ya wafanyakazi bora na kadhalika. So kwa level ya rais hakuna taasisi moja ambayo pengine inaweza kufanya
lakini muona mara kadhaa amepata doctorate za heshima kwenye vyuo vikuu, zawadi za kimataifa amepata nyingi. Kwa sisi kama bunge tumeona haja ya kutambua, sababu wabunge wote karibia tunafanya vizuri majimboni, lakini kwa sababu ya yeye kutuheshimisha, tunalia shida zetu, Mheshimiwa Rais anatoa maelekezo, basi tunasaidika. Kwa hiyo anastahili sana kupata Tunaona katika kutoa tuzo hii, licha ya bunge ndio ambao mnampa tuzo hii, lakini tuzo hii imehudhuriwa na watu wengi. Naona wakuu wa mikoa, naona wakuu wa wilaya, makatibu. Unadhani ni kwa nini wameshiriki katika hafla hii? Kimsingi anapokuwepo bosi, wengine wanapaswa wawepo, kwa sababu ya kwamba kubwa zaidi, popote alipo rais apata nafasi ya kusema, anaweza akatoa maelekezo hapo hapo. Akisikiza jambo kutoka kwa wabunge au kwa mtu yote ambaye anasema neno, anatoa maelekezo. Ndio utaratibu hata kijeshi, kwa hivyo hata kiraia, maana lazima watu wapokee kila anaosema, muhusika achukue la kwake. Kwa utaratibu wa kawaida Mheshimiwa, ni ipi kauli yako sasa kwa Watanzania? Tanzania wote tuendelee kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Mwezi wa 10 basi kura za kutosha kwa mama. Sisi kama wana Malinyi na watu wa bonde la Kilombero tunaungana naye sana wote. Malinyi, Ulanga, Mlima, Kilombero ni rais wetu, ametusaidia sana. Malinyi haipo kama Ilala leo kama Dodoma mjini, sio sema pazuri hivyo, lakini kuna unafuu mkubwa sana ndani ya miaka 5 hii. Kwa uwepo wa Mheshimiwa Rais kwenye madaraka, uwepo wangu kama mbunge, kwa pamoja tumefanya vitu vikubwa sana. Kwa hata sisi wana Malinyi tungeweza kutoa tuzo yetu kwa Mheshimiwa Rais. Sekta ya miundombinu wa barabara kubwa tu TANROADS changamoto, na ametupatia mwaka huu kilomita 112. Kwa wana Malinyi wanajua muda wote mwaka huu lami itaenda kuanza kujengwa kutoka Ifakara hadi Malinyi. Lakini sekta ya maji, kuna miradi ya maji, umeme na karibia kila sehemu ameguswa. Kwa kimsingi hata wana Malinyi tungetamani kupata fursa kumpa tuzo yao. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana, nikutakie mkutano mwema. Asante sana, shukuru. Karibuni Malinyi. Asante. Mtazamaji wa Channel 10, ni mbunge wa Malinyi ambaye yuko hapa katika viwanja hivi, amewasili kwa ajili ya hafla hii ya kutoa tuzo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini nikiachana na mbunge huyo, sasa naungana na mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, ambaye naye pia amewasili katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kuhudhuria hafla hii. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Nzuri. Hongera, tugeukie kwa kutazama. Hongera kwa kuwahi katika eneo hili. Asante. Mheshimiwa, tunaona leo bunge linampatia rais tuzo ya heshima. Hebu tuambie, tuzo hii ni nani kwa taifa? Kama ambavyo nafahamu, rais wetu ni icon ya nchi yetu, ndio alama yetu. Ya nchi yote kinachotokea duniani, kizikiwa kizuri atapongezwa yeye kwenye nchi yetu, kiwa kibaya watamwambia huyu. Sasa yeye kama kiongozi wetu tumeshuhudia mambo makubwa na mazuri ambayo ameifanya, na kwa kiasi kikubwa kwa kweli ameipa heshima kubwa sana nchi yetu. Sasa hivi inaheshimika duniani, inapendwa, inakubalika na kila mtu. Tunashuhudia wageni wengi wakija kwenye nchi yetu kutokana na kazi nzuri aliyoifanya. Tumeshuhudia maendeleo makubwa ndani ya nchi. Kwa hiyo tuzo hii ina maana kubwa sana kwetu kama Watanzania, kuwa tumethamini, tumeheshimu, tumetambua mchango mkubwa wa kazi yake, kujitoa kwake kwa ajili ya kutumikia Watanzania na nchi yetu kwa ujumla. Na sisi kufanya hivyo kama Watanzania, na hasa kupitia muhimili wa bunge ambao ni wawakilishi wa wananchi, maana yake kuwa Watanzania wote wamefanya jambo hilo, kitu ambacho kitaipa sifa duniani kuwa sisi Watanzania bado tunamwamini na kumthamini na kumheshimu rais wetu. Na kama sisi tukimthamini na kumheshimu, ina maana na dunia itafanya hivyo. Unajua, habari nzuri kutoka ndani ya nyumba, mama amefanya hivi, watu wanaiamini. Kutoka mbaya hivyo hivyo. Kwa sasa hii ni habari njema ambayo inaenda kuheshimisha nchi yetu na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, hebu tuambie, ni ipi kauli yako kwa wananchi kuhusiana na tuzo hii ambayo leo bunge linampatia Mheshimiwa Rais? Kwa wananchi, hasa wananchi wa mkoa wa Dodoma, niwaambie kuwa nafahamu tuzo hii inatolewa na muhimili wa bunge ambao ndio wawakilishi wenu, na nyie ni mashuhuda wa kwa nini tuzo hii imetolewa, kuanzia vijiji, kata, wilaya, mikoa. Tukienda kushuhudia kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Rais, kila mtu atasimama na kueleza na kukiri kuwa kwa kweli tuzo hii anaistahili. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi sasa, baada ya kazi nzuri hii na dhamira njema Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maendeleo yetu tumeiona, tuendelee kumuunga mkono kwa nguvu zetu zote ili kuifanya Tanzania yetu izidi kupiga hatua, na yeye tuzidi kumtia moyo wa kutumikia Watanzania kama ambavyo wamefanya siku zote. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana, nikutakie mkutano mwema. Haya, asante.
Mtazamaji wa Channel 10, huyu ni mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ambaye amehudhuria hapa katika viwanja hivi vya Bunge kwa ajili ya kuweza kusubiri hafla ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupatiwa tuzo ya heshima ambayo inatolewa na Bunge. Mtazamaji, tutaendelea kukuletea matangazo haya kwa kadri ambavyo itakavyokuwa inaendelea, na wasaa huu tukiwa tunamsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaona viongozi mbalimbali wanaendelea kuhudhuria kwa ajili ya kuweza kufika hapa na kumsubiri Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla hii ya kuweza kumpatia tuzo. Mimi ni Roda Simba mtazamaji, na tutakuwa na mwenzangu Ronald Mwacha ambaye tutaungana hapa mpaka mwisho wa matangazo haya. Na kwa sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam. Tutarudi tena hapa pale hafla itakapokuwa imeanza.